Bila shaka hujambo na karibu mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni John Dahau, nikaribishe katika dondoo za habari kutokea hapa Mlimani TV. Nitakupitisha katika dondoo za habari kimataifa, kitaifa na hata zile za kimichezo. Tukianza na dondoo za habari kitaifa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa leo Juni 26, 2025 atatoa hoja za kukamilisha shughuli za bunge ikiwa ni tamati ya mkutano wa 19 wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkutano huo unajadili mambo mbalimbali ikiwemo hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024, mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2025-2026 na bajeti kuu ya serikali kwa mwaka fedha 2025-2026. Baada ya waziri mkuu kutoa hoja hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan atafunga bunge la 12 kesho Juni 27, 2025 ambapo hatua hiyo itaruhusu kuanza kwa mchakato wa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika mapema mwezi Oktoba mwaka huu. Na katika habari za kimataifa, watu 16 wamethibitishwa kufariki dunia katika maandamano nchini Kenya kufikia usiku wa Jumatano Juni 25. Inasemekana wengi wao wameuawa kwa risasi na polisi wakati wa maandamano hayo yaliyoandaliwa kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa 2024 uliosababisha uvamizi wa bunge la taifa la Kenya. Katika maandamano hayo yaliyofanyika jijini Nairobi na miji mingine ikiwemo Mombasa, Kitengela, Kisii, Nyeri na Matu, polisi walitumia mabomu ya machozi, maji ya kuwasha, risasi za mpira na silaha za moto kuwatawanya waandamanaji. Na katika upande wa michezo, klabu ya Yanga imefanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2025-2026 baada ya kumfunga mtani wao wa jadi Simba Sport Club katika mechi iliyochezwa jana Juni 25 katika dimba la Benjamin Mkapa. Ikumbukwe Pacome Zouzoua na Clement Mzize wamekuwa mashujaa katika kuipambania timu yao kubeba ubingwa wa 31 baada ya kuiongoza timu yao kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Magoli hayo yalihakikishia timu hiyo ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Matokeo hayo yameifanya Yanga imalize ikiwa kileleni kwa pointi 82 huku Simba ikimaliza katika nafasi ya pili ikiwa na pointi 78. Hadi kufikia hapo mimi sina la ziada mtazamaji wa Mlimani TV, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Mlimani TV. Mimi ni John Dahau.